atukuzwe. Na kwa hivyo katika mwaka huu wa Heath Pael nilisema ni mwaka wa kukusanya. Pia baba yangu alisema ni mwaka wa Leave Not. Alituongoza akatuambia ni mwaka wa Leave Not, na mwaka wa Leave Not akatuambia ni mwaka wa kujenga. Bwana asifiwe. Na ninaamini ya kwamba tutakusanya tujenge, ama tutakujenga kile tumekusanya. Bwana asifiwe. Na ninaamini ya kwamba neema ya Bwana Mungu ameachilia hapa leo, ikiwa First Sunday. I can confirm to you that kuna neema Bwana ameiachilia ya kukusanya, kuna neema ya kujenga, kuna utajiri umeanza kuachiliwa kwetu, sio wa kawaida. Hallelujah. Kuna kitu in the spirit, in a sense, kuna kitu kikubwa ambacho kimeachiliwa in the spirit. Hallelujah. Bwana asifiwe. Kuna kitu kikubwa, ninasema kikubwa, 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 kikubwa ambacho kitatushangaza. Sikwambii tu hivyo, nina confirm kile Roho Mtakatifu amesema, because ninakisikia in the spirit, ninakisikia. Kuna kitu kikubwa ambacho pengine sijawahi kitarajia, sijawahi fikiria, hujawahi kukiona, lakini kuna kitu kikubwa. Kuna watu ambao kuna mambo makubwa yanafanyika na yatatushangaza. Hallelujah. I thank God kwa sababu ya uaminifu wake. Baba, pokea sifa. Tunapokea kile ambacho umeachilia. Tunakifungulia mlango katika maisha yetu. Tunakifungulia mlango. Ninaombea mikono yako. Weka tu mikono yako hivi mbele za Bwana. Because kuna watu mikono yako itaachiliwa kushika mambo ambayo sio ya kawaida. Roho wa Bwana, ninakushukuru kwa sababu ya kila mikono imenyoshwa mbele zako. Ijaze, ijaze. Ninaomba ipokee upako wa kukusanya. Hiyo mikono ipokee upako wa kukusanya. Yes, in the name of Jesus Christ. Ninaachilia neema kwa hiyo mikono yako iwe na nguvu ya kukusanya. Pokea hizo nguvu za Roho Mtakatifu kwa sababu ziko hapa. Pokea hiyo yes, in the name of Jesus. Reka yando, kuwa na nguvu za kukusanya, kuwa na nguvu za kukusanya. Nasema kuwa na nguvu za kukusanya, kuwa na nguvu za kukusanya. Leze kele manorodozika, lezika dadababozia, lete sekelebozia. Kuwa na neema ya kukusanya. Yes, ukikusanya isitawanywe. Nasema Heath Pael, ukikusanya, wengine utakuna vitu utakuwa ukizinenea tu, naziambia ninakuhitaji, kwa sababu zinajua sauti yako. Ni mwaka wa Heath Pael. Ninatangaza ya kwamba itakuja kwa maisha yako. Varodia sikadolia. Father, tia hii mikono yako upako mpya, mfalme wa milele, wakukusanya, wakukusanya, wakukusanya. Yes, yes, in the name of Jesus. Yes, in the name of Jesus. Yes, in the name of Jesus. Mando rabo zika babozia. Nasema upako wa kukusanya. Nasema upako wa kukusanya. Upako wa kukusanya katika jina la Yesu Kristo. Asante Baba yangu. In the name of Jesus Christ. Amen. Nataka tuangalie neno la Bwana katika kitabu cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka. Najua tutakusanya, tutapanua gala zetu, tutapanua hema zetu wakati unakusanya. Hallelujah. Wale unahitaji hekima ya kukusanya, ya kupanua, you need that wisdom in the name of Jesus Christ. Hekima tu ya kukusanya kwa neema ya Bwana. Labo satalababotika Jehova. Hekima ya kukusanya. Utapanua gala zako wakati unakusanya, zikijaa, na kusiwe na roho ya kuharibu
katika jina la Yesu Kristo. Exodus 36. Exodus 36. Wakati huu ni wakati Musa aliambiwa mjengee Bwana, na wakati ili kuwe na mahali pa kuweka sanduku la agano, na ilikuwa inahitaji hekima, na Mungu akapatia watu wake hekima. Hivyo ninaamini ya kwamba utakuwa na hekima ya kukusanya. Tuliona Yusufu alimwambia Farao, tafuta mtu mwenye hekima atakayeweza kukusanya. Na wewe na mimi ninaomba tuwe na hekima ya kukusanya. Tusome kuanzia verse 1, chapter verse 36 from verse 1. Kwa hiyo Bezaleli, Oholiabu na kila mtu Bwana aliyempa ustadi na uwezo wa kujua jinsi ya kufanya kazi zote za kujenga mahali patakatifu wataifanya hiyo kazi kama vile Bwana alivyoagiza. Ndipo Mose akawaita Bezaleli na Oholiabu na kila mtu mwenye ustadi ambaye Bwana alikuwa amempa uwezo na mwenye kupenda kuja na kufanya kazi. Wakapokea kutoka kwa Mose sadaka zote ambazo Waisraeli walikuwa wameleta ili kuifanya kazi ya ujenzi wa mahali patakatifu. Nao watu wakaendelea kuleta sadaka za hiari kila asubuhi. Ikafika wakati mafundi wote wenye ujuzi waliokuwa wakiifanya kazi yote ya mahali patakatifu wasimamizi kazi zao, wakaja na kumwambia Mose, watu wanaleta vitu vingi kuliko tunavyohitaji kwa ajili ya kazi hii ambayo Bwana ameagiza ifanyike. Ndipo Mose akatoa agizo, nao wakapeleka neno hili katika kambi yote: mtu yeyote, mwanaume au mwanamke, asilete tena kitu chochote kwa ajili ya sadaka ya mahali patakatifu. Hivyo watu wakazuiliwa kuleta zaidi. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Una imagine hawa waliokuwa wameaminiwa, Bezaleli na Oholiabu, waliokuwa wameaminiwa hekima, na watu wengine Bwana alikuwa amewapatia hekima. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Ya kwamba Musa aliwaita na akaitisha, akawaambia watasimama mahali watapokea zile vitu zitaletwa ili kujenga nyumba ya Bwana. Bwana atukuzwe. Amen. Na wakaleta, watu wakaleta kila asubuhi, na wakaleta, hawakuleta vitu vichache, wakaleta vitu vingi, mpaka ikafika mahali wale Oholiabu na Bezaleli wakaenda wakamwambia Musa ya kwamba watu wameleta vya kutosha. Bwana atukuzwe. Na sasa zimezidi. Musa akasimama akasema ya kwamba kusiletwe tena. Haleluya. Amen. Ninataka tuone hekima ya kwamba vile utakusanya, hata kama uko na neno la Bwana unahitaji hekima. Musa hakuchukua anybody kwenda kuchukua kile ambacho kilikuwa kinatolewa na watu. Musa alichukua wale waliokuwa wanahitajika. Bwana asifiwe. Amen. Musa alichukua watu wenye ambao Mungu alikuwa amewapatia hekima na ufahamu. Hao ndio Musa alitumia kuleta ama kuchukua, kukusanya kile wana wa Israeli walikuwa wanatoa kwa hiari. Utahitaji hekima mwaka huu ili kukusanya kile Mungu anakupatia. Hallelujah. Amen. Maana Mungu anaweza kukufungulia mlango, lakini kama hauna hekima unajifungia huo mlango. Unajua hivyo? Yaani unakuta ya kwamba Mungu amekufungulia mlango, amekuletea watu ambao ungewadhamini, lakini all of a sudden wale watu unaweza kuongelesha vibaya, ama unafanya kitu ambacho hakistahili, wale watu wanakuondokea.
kile ungekusanya kupitia wale watu kinaondoka. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Si ukweli leo tunasikiaga watu wengi wakilalamika, wanasema ya kwamba mtu akiwa nje ya serikali asaidiki, si ni kweli? Kwa nini kila mtu anafaitiaga awe kwa serikali? Kwa sababu kile kinakusanywa unaweza kukitumia, si ni kweli? Sisi wote tunalipaga ushuru. Kwa nini sisi wote sio watu wote wanafaitiki kuwa kwa serikali? Na unakuta ya kwamba mtu anaambiwa ya kwamba wachana na huyu, alikatana na serikali. Si mnakumbuka? Bwana asifiwe. Si hata sisi Nyandarua County tumesafa, kwa sababu siku zote kila serikali ikiingia tunaendaga opposition. Kuanzia wakati wa JM. Bwana asifiwe. Kuanzia wakati wa JM Nyandarua County, watu wengine Kenyatta akiwapee na akisimama na kaunti zao, sisi kina JM wakajitenga kuanzia huo wakati. Bwana asifiwe. Hallelujah. Si mnakumbuka promise ya recent ambao President Uhuru akiwa former president akiwa president akasema, mimi nitafanya Nyandarua County kama mimi kuwa governor wa pili. Lakini yule governor alikuwa anataka hatukumuingiza. Si mnakumbuka? Bwana asifiwe. Kwa hivyo kile walikuwa wakusanye kama serikali walete hapa, vitu zingine zinakataa kutufikia. Vinakataa kutufikia kwa sababu tuko kwa opposition. So kama hatutakuwa na hekima, hata kama katika nyumba ya Bwana tunaweza kuwa na neno la Bwana, lakini unakuta ya kwamba kuna kitu ambacho Mungu anataka kufanya na sisi. Bwana asifiwe. Kuna kitu Mungu anataka kufanya na wewe, lakini huna hekima. Wale watu Mungu amekuletea wangekusaidia kukusanya. Haleluya. Unakuta ya kwamba hapo ndipo unawaondoa. Musa alijua Bezaleli ni nani. Alijua ufahamu Bezaleli yako nao. Leo lazima ujue na uwe na ufahamu ni nini kinafanyika katika maisha yako. Na leo ninaomba katika jina la Yesu Kristo ya kwamba wewe na mimi kama mwaka wetu wa kukusanya tutakuwa na hekima na ufahamu. Bwana asifiwe. Tutakuwa na hekima na ufahamu wakati tunakusanya. Maana hawakuwa wanaenda wakilazimisha wana wa Israeli watoe. Hallelujah. Amen. Lakini wana wa Israeli walikusanya, wakawaletea, mpaka wakafika wakaenda wakaambia Musa, wana wa Israeli wameleta vingi sana, sasa waambie waache. Maana sisi kama mafundi tunaona hizi vitu vyote, kile unataka tujenge, tutajenga na bado zitabaki. Hivyo waambie wasilete. Imagine Musa akisimama kusema kusikue na mwanaume wala mwanamke atakayepeleka. Hallelujah. Wale wanakusanya, wamekusanya vya kutosha. Si mwaka huu kusanye mpaka ujue ya kwamba tumekusanya viwango vya kutosha. Hallelujah. Yusufu alimwambia Farao ya kwamba hii miaka 7 uko na neema na unaweza kukusanya ya kutosha hata ya kushughulikia miaka hiyo mingine 7 ambayo itakuwa ni mibaya. Amen. Hivyo tukiwa na hekima kama Bezalel na Holiabu, tutaweza kufanya mambo yasiyo ya kawaida. Tutaweza kukusanya na kuweka mahali panapofaa. Wakati Farao aliongea na Yusufu, aliuliza tutoe wapi mtu mwenye roho wa Mungu kama huyu? Ako na hekima na atatusaidia kukusanya. Wewe na mimi tunaweza kuwa na hekima hata kwa jamii zetu. Hallelujah. Katika biashara unayoifanya, si Bwana akupe hekima ya kwamba mwaka huu wa kukusanya utakusanya kile ambacho ni chako. Utakuwa na hekima. Hallelujah. Hata wewe utaangalia mwisho wa mwaka hivi useme hakika Bwana amenisaidia. Kama kanisa tutasema ya kwamba Bwana ametusaidia, hatujapoteza mwaka wetu. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen. Katika kujenga, hatutajenga tu kwa sababu wengine wanajenga. Sisi tutajenga na hekima.
Sisi tutajenga na ufahamu. Na niposa nimesema ya kwamba kila mmoja wetu atakuwa amevaa silaha zote za vita za Bwana. Haleluya. Amen. Tutakuwa na ngao ya imani. Tutalinda kile Bwana ametupatia kwa imani. Bwana asifiwe. Tutazuilia adui asiingie kwa ghala zetu. Wakati tunapanua hema zetu, wakati tunapanua ghala zetu, wakati tunakusanya, wakati tunajenga. Bwana asifiwe. Amen. Unajua wakati unakusanya na unajenga, usipoangalia kuna zingine zinapoteaga. Ama unaweza kupeleka kila kitu katika kujenga, usahau ulikuwa ni wakati wangu wa kukusanya. Haleluya. Lakini Bwana ametuambia ni mwaka wetu wa kukusanya. Na ninaamini ya kwamba tutakusanya tukijenga. Haleluya. Hatutakuwa kama yule mtu alikuwa mpumbavu, aliona mazao yake na akapanua ghala zake, lakini akamsahau Bwana. Bwana atukuzwe. Amen. Akasema nitapanua, huu ndio nitapanua mipaka yangu, nitafanya. Bwana asifiwe. Lakini hakujua ya kwamba moyo wake pia alikuwa anahitaji kuulinda usiondoke kwa Bwana. Na akaambiwa, mjinga huyu hujui ya kwamba wanahitaji moyo wako. Usiku wa leo wewe umeona tu kupanua ghala zako, wewe umeona vile umeongezeka katika mavuno, lakini hauoni ya kwamba wanahitaji moyo wako. Leo ninatangaza katika jina la Yesu Kristo, tutakuwa na hekima kanisa. Amen. Haleluya. Wakati tunakusanya, Bezaleli na Oholiabu na watu wengine walikuwa na hekima wamepewa na Bwana. Kama kuna kitu ambacho leo ningetamani kiwe juu yetu ni hekima na ufahamu. Bwana asifiwe. Maana wengi walipoteza. Wengi wanakusanya, lakini ukifika wakati wa kujenga, wakienda kuna kufunguka mlango mwingine. Haleluya. Ujaiona mtu amekusanya anasema ya kwamba nitaanza, na anaambiwa zile pesa uko nazo zinaweza maliza nyumba yako, lakini yakianza hizo pesa hazitamaliza nyumba, na hajui kwenye zile pesa zilienda. Aliweza kukusanya, lakini katika kujenga hajui mahali adui aliingilia na vile pesa zake ziliisha. Leo ninaomba hekima katika kila eneo, ya kwamba usiwe tu mmoja wa kukusanya lakini haujui kujenga. Bwana asifiwe. Ama unaenda kujenga lakini haujui kukusanya. Haleluya. Leo si Bwana atusaidie. Tunahitaji hekima kanisa. Tunahitaji hekima. Tunahitaji nguvu za Bwana. Tunahitaji ufahamu wa Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Tunahitaji kuwa na mabadiliko ya kwamba kuna vitu mpaka watu watasema wani huyu ni nani tunakuaga na yeye anafanya mambo ya tofauti. Bwana asifiwe. Hata wewe utajiangalia hekima uko nayo. Kuna watu wanafanya biashara kidogo, lakini unakuta ya kwamba anaani vitu ambazo sio za kawaida. Lakini kuna mwingine usiku na mchana anaamka mapema, lakini hata hajui kukusanya. Hakuna kitu, hajapewa hekima ya kukusanya. Bwana asifiwe. Haleluya. Mama Njeri, kuna watu wanaamkaga mbele yako, kuna watu wanalalaga nyuma yako, lakini ukiwauliza ni nini wako nacho, hakuna kitu ambacho anaweza onyesha. Si kulala mapema, si kuamka, lakini ni hekima ya Roho Mtakatifu. Ni ufahamu ya kwamba ninaweza fanya hiki, siwezi fanya hiki. Nikifanya hiki nitaharibu hiki. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. My spiritual father alikuwa anasema ya kwamba kama kuna kitu ambacho tunahitaji ni kujijenga sisi wenyewe. Haleluya. Ninajiuliza, nimejijenga kiwango kipi cha kumanage finances? Nimejijenga kiwango kipi? Maana ninataka kuingia kwa ndoa. Wewe ni kijana unataka kuingia kwa ndoa. Umejenga kiwango kipi katika mawazo ya kwamba hii jambo ninaweza? Haleluya. Lazima uwe, hata kama uliingia kwa ndoa, jijenge. Jua ni nini ninaweza kufanya mke wangu aendelee kufurahi. Jua ni nini ninaweza kufanya mume wangu aendelee kufurahi. Haleluya. Sisi tusikue tu
watu wa kusukuma watoto waende shule. Lakini sisi hatusomi katika maisha. Haleluya. Ninaamini ya kwamba kila mmoja atajijenga, kila mmoja atafungua mlango katika maisha yake ya kujijenga. Katika biashara yako, jua ni nini ninaweza kufanya. Nimefanya hii biashara kwa muda mrefu, lakini ni nini ninaweza kufanya kwa hii biashara nipate wakati wangu, Bwana asifiwe, na niongezeke katika faida. Bwana asifiwe. Unajua kuna saa hii kuna watu nilikuwa ninasikiza wanatumia AI. Unasikia mtu anatumia AI na anajidevelop zaidi. Bwana asifiwe. Lakini kuna watu walikuwa manually. Wewe unataka kusukuma mambo manually. Unataka hakuna kitu ambacho unaweza kufungulia mlango katika maisha yako ambacho ni kigeni, kwa sababu hautaki kukisoma. Bwana asifiwe. Ama kwenye hamkuwa mnaambiwa wakati kitambo TV wakati zilitoka, watu walikuwa wanasema nini? Ni za wachana na hao watu, ni wa Masonic ndio wanaonaga TV. Si ni kweli? Kwani si ni kweli? Ndivyo watu walikuwa wanasema. Unakuta ya kwamba watu wengi wanakataana na ukweli kwa sababu hatutaki kusoma. Leo ukiona kitambo watu walikuwa wanasema hizi vyombo ni za disco. Si ni kweli? Kwani mmesahau? Hazikuwa zinakubaliwa kanisani, tulikuwa tunapiga darama peke yake. Hiyo ndio ya kanisa. Hizi zingine ni za club. Bwana asifiwe. Si ati ni za club, ni kwa sababu tunachoka kusoma kile kingetusaidia. Si leo saa hii ningekuwa nina strain sana kuongea na sauti. Si ni kweli? Lakini saa hii nikiwa hapa singeng'ani, sauti yangu mnaisikia kwa sababu kuna kitu kuna vyombo ambazo zinanisaidia kupeleka hiyo sauti. Lakini kama hatungesoma hata saa hii tungekuwa tunaleta shida. Leo hii kuna watu wako mbali na karibu wananiona. Bwana asifiwe. Lakini kama tungekataana tuseme ya kwamba hiyo mambo ya online ni mbaya ni nini? Bwana asifiwe. Kila kitu ambacho kiko na uzuri wake. So hebu jifundishe kusoma uzuri wa kitu. Tujidevelop kama kanisa, kama huduma ya Kingdom Revival. Ni kipi kizuri tunaweza kufanya? Bwana asifiwe. Ni vipi tunaweza kanyanga kutoka hatua moja hadi hatua nyingine? Tunastahili kukua. Tunajiuliza, leo hii tukitaka kwenda nje, hizi vyombo zetu zitatosha? Bwana asifiwe. Najua tumealika Pastor Nathan hapa. Si ni kweli? Mnajua tumefanya crusade na Pastor Nathan na Shiro wa GP hapa mara 2 na Olkalau. Nataka tujiulize, mnakumbuka zile vyombo anakuaga nazo ya kwamba mji huu wote zikiwekwa on. Nakumbuka mara ya kwanza tuliziweka na hapa tukapelekwa mpaka polisi. Wanatukuzwe, tukaitiwa OCS, tukaitiwa karibu kila mtu angeitwa kwa sababu ya sauti tu ya vyombo. Bwana asifiwe. Na ninakumbuka pia Olkalau tulifika tu pale tukaambiwa lazima sauti yenu na ikuwe hivi kwa sababu hawataki kelele. Bwana asifiwe. Lakini je, hizi tuko nazo zinaweza kupiga kelele ambayo itasikika? Lazima tuendelee kujidevelop. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kama unataka Mungu aendelee kukukusanya, ni nini wewe ama kukusaidia kuwa na hekima? Hawa walitoa mpaka wakaenda kuambia Musa, sasa kile kimetolewa ni enough. Tuko na hekima ya kukusanya, maana Mungu atakuletea watu. Lakini je, hawa watu watakuwa na uwezo? Utakuwa na uwezo wa kukusanya kile wamekuletea? Imagine kama Yusufu wakati mamajuzi walikuja kwake, hakuwa na capacity, angewaona apotee.
wamekuja kuona mtoto, si ni kweli? Aambie Mary, mimi sikutaki na hawa watoto wako. Piga hiyo mahesabu, hana hekima. Wanasifiwe. Maana amechukua, na malaika anamtokea katika ndoto, anamwambia sasa utaondoka hapa, utorokee Misri. Angetoroka, angeenda Misri na nini kama hangekubali kile kilikuwa kimeletwa na mamajuzi. Hiyo hekima alikuwa anahitaji Mungu amsaidie. Wewe unahitaji hekima ya kukusanya mwaka huu, maana Mungu ameachilia neema isiyo ya kawaida. Haleluya. Lakini Musa anaita wale Mungu amewapa hekima na ufahamu katika kujenga. Kila mtu alikuwa anakusanya. Kwa hivyo Mungu amekuleta katika madhabahu haya, tutajenga. Na kuna watu Mungu atakupatia, atawaleta wa maeneo fulani, ni mafundi. Wewe unaweza kufanya hivi unapokusanya. Una mawazo ya Mungu katika moyo wako. Haleluya. Bwana asifiwe. Una mawazo. Nafurahia mtu mmoja alikuwa ananiambia sasa ninataka tuanze kumwaga mawe. Bwana asifiwe. Na akaniambia niko na mawe tayari, lori kadhaa ninataka kuleta kanisani. Kwa sababu ni wakati wetu umefika. Bwana asifiwe. Kile Mungu anakupatia kukusanya ni mmoja wetu tu. Kile Mungu anakupatia kukusanya, wewe ako kwa mawazo yako. Kama hawa hawakuwa na hekima, si watu wangeendelea kutoa, vitu zingine zingefanyika waste. Haleluya. Kwa nini Mungu akupatia chakula ambacho utafanya waste? Bwana asifiwe. Kwa nini Mungu akupatie chakula na chako sana sana ni waste, kingi ni waste? Kwa sababu haujui kupika. Unajua mko watu wawili, lakini unapika sufuria ya watu 5. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa sababu gani? Wakati Mungu anakupa, unakusanya, haukuomba hekima. Haleluya. Maana hekima ndio itakao kusaidia. Kwa nini hizi vitu zote niko nazo, ninastahili kufanya nini? Pengine neighbor yako kuna mayatima, kuna wajane, na Mungu alikuwa anatamani waangalie, lakini kwa sababu moyo wako hauna hekima, uko kama yule mjinga alisema sasa nitapanua ghala zangu, tutakula Bwana atukuzwe. Hizi nikiweka kwa ghala zangu nimetoka kwa shida. Mungu anakupatia fedha ambazo haujawahi shika. Watu wengine wanaachana na kanisa. Haleluya. Watu wengine hata pastor akikutaka kanisani ama tukiwa na jambo kanisani huwezi kuonekana, you are busy. Sasa pastor, elewa, tulikuwa tunaonekana wakati tulikuwa chini, sasa tuwezi onekana kwa sababu haukupata hekima. Ulipata uwezo wa kukusanya. Bwana asifiwe. Ukiona ya kwamba uko na zile vitu Mungu anakupatia zinakutoa nje ya Mungu, jua ya kwamba kuna mahali roho ya ujinga imekukalia. Bwana asifiwe. Maana Mungu hatatembea na wewe wakati umejawa na ujinga, atakuondokea. Leo ninaomba katika jina la Yesu Kristo, sisi wote tuwe na hekima ya kwamba tutakusanya kile ambacho Bwana analeta katika maisha yetu, na tukikusanya kinaonekana. Kila mmoja anaweza kufanya mambo ya tofauti kwa sababu Mungu wetu anatupenda katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Na Mungu anaweza kufanya jambo litakalomletea utukufu kwa sababu yeye ni mwaminifu kupitia maisha yako na maisha yangu. Maana katika hekima tutakusanya, katika ufahamu utajua hiki ni sio kila kitu kinawekagwa kwa gara. Bwana asifiwe. Huwezi enda kuweka kabeji useme ya kwamba hizi tutakula mwezi ujao, zitaharibika. Wakati unakusanya, jua hiki
cha kufanya nini, kwa sababu kuna wakati Mungu atakupatia, hata akupatie, lakini Mungu anataka aone ya kwamba wewe umejua hiki ni nini.